Bwana, mambo vipi? Welcome to another episode of the weekly update show. Kama kawaida, my name is Becca Smasher, na leo kama kawaida tuko hapa kukupatia what's been trending all over the week bana. Bwana, story ambayo imekuwa ikitrend this week ni story yake Wema Sepetu na Whozu pale kutoka maeneo ya Tanzania. Bwana, kwa wale ambao wanamjua Wema Sepetu, alitamba sana wakati ule wa zile movies zilizopokuwa zikitoka, na taarifa nzuri ni kwamba Wema Sepetu bwana alijifungua mtoto wa kiume bana. Baada ya miaka kadhaa ya Wema Sepetu bila kukaa bila mtoto pale ama bila kushika ujauzito, finally Wema Sepetu amejifungua mtoto wa kiume. Ni taarifa nzuri ambazo zilikuja kwa uzuri pale na watu wengi wamezipokelea vizuri pale. Bwana, kumbuke kwamba Wema Sepetu alidate na mtu kama vile msanii Diamond Platnumz na hawakufanikiwa kupata mtoto pamoja, lakini kwa sasa Wema Sepetu yuko na mtoto pale. Na bado tukibaki pale kwa taarifa ya Wema Sepetu pale, tunaona kwamba baada ya mtoto yule kufunguliwa, Instagram account ili gain over 60,000 followers in less than one day. Bwana, ni story nzuri, story trending. Bwana, congratulations to Wema Sepetu and Whozu pale. Bwana, tukisonga bado hapo kwa Wema Sepetu, unaona kwamba pastor kutoka maeneo ya Kilifi kule wa kanisa la New Life International pale anajulikana kama Pastor Ezekiel ashatabiri kwamba Wema Sepetu atapata mtoto, na finally Wema Sepetu amepata mtoto. Waizungumziaje historia ya Pastor Ezekiel? Tutoke kutoka kwa Wema Sepetu mpaka kwa Pastor Ezekiel kutabiri ya kwamba Wema atakuwa na mtoto pale. How do you talk about this story? Niona mwingine anayejulikana akiwa anasema amekata tamaa kwa kuzaa, na amesema huenda ni mapenzi ya Mungu. Imefika point nime give up, na hata ikitokea sasa, kwanza sidhani hata kama itatokea, kwa sababu tayari ni design kama nimeshaambiwa kwamba bwana, wewe bwana una matatizo yako, basi deal with it. Tanini, kwa hiyo na mimi pia nimesha accept, nimesema alhamdulillah, kwa sababu nimemtaka kwa muda mrefu. Mwenyezi Mungu akaona kwamba labda sistahili, kwa hiyo huwezi kumpinga Mwenyezi Mungu. Huenda anijui, lakini mimi nimemuona kwa YouTube. Huenda ni mtakatifu, huenda si mtakatifu. Leo ninapoomba mfalme, naomba umjibu yule binti niliyemuona akiojiwa akasema nimekata tamaa, niko na miaka 30 something sijawahi zaa. Baba, naomba mjibu, awe mzuri awe mbaya. Wakati huu ambao anasema amekubaliana na jinsi ilivyo, mpe mshangao wa ajabu katika maisha yake, ili ujulikane wewe ni Mungu. Hajui na muombea. Tukisonga mbele bana, wasanii wawili kutoka Kenya, Otile Brown na Willy Pose finally walishikana na kutoa kibao ambacho kinaendelea kufanya vizuri katika mtandao wa YouTube na pia stream zingine. Bwana, Willy Paul na Obizi mwenyewe pale walishikana na kutoa kibao kinajulikana kama PM. Tunavyozungumza sasa, kibao hichi kiko na over 1 million views katika mtandao wa YouTube pale. Ni kibao ambacho mashabiki wamekipokelea vizuri pale, na kuna wengine wamekuwa wakicriticize kwamba hizi si level ambazo Otile Brown angefanya hii ngoma, ama msanii kama Pose pale angeimba pale. Na kulingana na comment za mashabiki pale, wanasema kwamba bwana, Willy Paul kamosha Otile Brown, wewe katika hii ngoma, kama ushasikiza hii ngoma ya PM, bwana, nani alimosha mwenzake? Zito Otile Brown ama Willy Pose? Na baada ya kibao hicho kuachiliwa, siku mbili baadaye, Otile Brown aliachilia kibao ambacho kinajulikana kama Wewe pale. Na hii historia ya Otile Brown kuachilia kibao cha Wewe bado imezua story mingi sana, watu wakisema kwamba labda Otile Brown ana wivu pale, ama Otile Brown anaitumia hii kama strategy pale
ya kuachilia ngoma, kwa sababu is it that anapandilia juu ya mwenzake instead of kupush hii ngoma ya PM, ametoa ngoma nyingine ya wewe. Ni ngoma ambayo kidogo naona kimpango inafanya vizuri, haifanyi vizuri vile, like, haijashika zile numbers ambazo tunajua Otile Brown anafaa kuwa pale, lakini imefanya vizuri kidogo tu. Lakini to stick kwa hii ngoma ya PM, wewe unaizungumziaje hii collab ya Otile Brown na Willy Paul ambao wameshikana kwa mara ya kwanza na kutoa kibao chao kikali? Mimi mwenyewe nimekikubali. Wakizungumziaje kibao chake Otile Brown na Willy Paul PM pale? Bado tukibaki katika story ya Otile Brown, katika interview moja ambayo alifanya na katika radio fulani inajulikana kama Radio Jambo, bwana anaitwa nani, Otile Brown alifunguka na kusema kwamba bwana 2025 alipitia mambo mengi sana. It was the worst year for him. Na tumeona kwamba msanii Femi One akaenda akarespond pale na kumcriticize Otile Brown bana, akisema kwamba wasanii wakikosa hit song wanasema kwamba they almost gave up in their in that year bana. Je, hii ya Otile Brown na Femi One, is it beef kimpango ama iko vipi? Tukizungumzia bado hii story, tunaona kwamba Otile Brown na Femi One waifanya kibao ambacho kilifanya vizuri pale. Je, is it a strategy? Otile Brown anataka kuzungumziwa ama ni vipi? Maana katika interview ya Radio Jambo pale tunaona kwamba Otile Brown alifunguka mambo mengi sana. To watch video ya Otile Brown. I say I was lost, you know. I was fighting demons, you know. Yeah, yani hicho ni kitu naweza kusema, and ni mtihani ambao nahisi ilikuwa nazaliwa upya. Umeelewa? Yeah. Ilikuwa nazaliwa upya, and it wasn't easy. Ishai kufikiaga wakati unasikiaga kuacha hii kazi ya usanii sana? Bwana, tukisonga mbele turudi Mombasani pale 001. Tunazungumzia msanii Susumila na Echo 254. Finally hawa wawili wameungana na kuachilia bonge la kolabo. Bwana, Echo 254 na Susumila. Susumila baada ya kimya kirefu katika mtandao wake wa YouTube pale, finally amerelease ngoma mpya na Echo 254 ambayo ni kibao ambacho kinafanya vizuri. Wengi wamekipokelea vizuri. Tukiangalia video quality ama video setup pale iko vizuri, na pia tukiangalia audio ya ngoma ile ya Echo na Susumila pale iko vizuri kabisa. Wengi wamempatia sifa msanii Susumila kulingana na mavazi yale ambayo alivaa katika ngoma hii. Muonekano mpya katika, amepiga ile pamba ambayo inastahili katika videos, na tukilinganisha na video zake za zamani pale, ni pamba kali, si kama zile za mwanzo. Wengi anasema kwamba Susumila pale mwanzo alikuwa hajui kuvaa, lakini muonekano ambao amekuja na right now ni muonekano mpya kabisa. Lakini za ndani ambazo nimezipata pale ama nimewatch katika video za Captain Nyota pale, akizungumza na Tizo, inasemekana kwamba hii ngoma ambayo Susumila alitoa na msanii Echo 254 ni kibao ambacho kilifaa kutoka zamani, ama ni kibao ambacho kilikataliwa zamani. Kulingana na Tizo present pale, anasema kwamba hii ngoma ambayo Susumila alitoa na Echo 254 ni moja kati ya kolabo ambazo zishawahi kukataliwa pale nyuma. Katika kolabo ile, tukizungumzia kolabo ambazo alifanya WCB, Susumila pale alifanya kolabo yake na Lava, akafanya pamoja na Mbosso. Hii ngoma ambayo alitoa Susumila inasemekana kwamba ni ngoma ambayo ishawahi kukataliwa pale nyuma. Inakaa kiukweli kimpango. Lakini swali ni je, hii ngoma ya Susumila na Echo 254 unaipatia asilimia ngapi? Na bado hii ngoma ya Echo na Susumila na aitwa nani, Sophie Ron pale ambaye ni mpenzi wake Echo 254
amesema kwamba chenye alifanya Eko katika hii video basi pia yeye atalipiza. Kiangalia katika hii video, ni video nzuri, iko na mandanda pale ambao jenzio wanajua what I mean. But wewe unaizungumziaje hasa hii ngoma ya Susumila na Eko 254? Bado tukibaki Mombasani kwa Susumila, tunapiga story yake ya mwisho Susumila na Chikuze pale. Bwana, tukizungumzia story yake Susumila na Chikuze, wamekuwa na ugomvi ambao umekaa kwa muda mrefu sana baada ya Susumila na Chikuze kutoa vibao kadhaa, ikiwemo ngoma Itambaye, ikiwemo Hidaya pale. Hawa wawili wamekuwa na mzozo ambao uliteka anga, na mwisho siku kwisha tukaona kwamba Susumila na Chikuze hawaongeleshani, mmoja akienda kumuita mwenzake mchawi, vitu kama hivyo pale. Tukaona kwamba Susumila alitoa kibao pale kinajulikana kama Tuliza Nyavu, alafu Chikuze akaenda akashikana na Dogo Rich akasema kwamba eti tulize nyavu. Tutulize nyavu kivipi ilhali kitu kama hiyo. Sijui kama unakumbuka zama zile beef ya Susumila na Chikuze. Bwana, tukizungumzia beef ya Susumila na Chikuze, finally hawa jamaa wawili wamepatana. Susumila na Chikuze wamepatana tena katika jukwaa moja. Bwana, Susumila na Chikuze watakuwa wana perform pamoja. Je, is it that Susumila na Chikuze sahihi wamepatana, ile beef yao imeisha, ama wanafanya tu kazi alafu beef iendelee? Tutarajie nini kutoka kwa Susumila na Chikuze pale? Bwana, imekuwa weekly update show kama kawaida. My name is Beka Smasher. Tupatane same place same time, another episode.